Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo ni pamoja na kauli iliyotolewa na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akiapa kupigania taifa la Palestina ambalo linadhulumiwa na Israel. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wakati huu ametoa la moyoni akisema kwamba mpango wake ni kupambana katika kuokoa taifa la Palestina. Ikumbukwe katika nyakati hizi wa Israel hasa walowezi wanaendelea kuteka maeneo mengi katika eneo la Ukingo wa Magharibi na maeneo mengi katika maeneo kadhaa katika taifa hilo la Palestina. Israel kwa muda mrefu imekuwa ikiteka maeneo katika nchi ya Palestina na Israel imekuwa ikikataa juu ya kuwepo kwa taifa hilo. Lakini rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amethibitisha kwamba ataunga mkono wa Israel na Uturuki itakuwa ni taifa la kwanza katika kuhakikisha linaifanya Palestina kuwa taifa huru. Katika mkutano na rais wa Palestina Mahmoud Abbas ambaye alielezea mkataba wa ulinzi wa pamoja wa Maka kama muhimu sana. Akizungumza katika mkutano huo wa pamoja, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema kwamba Uturuki itafanya kazi kwa uthabiti katika kuhakikisha Palestina linakuwa taifa huru lenye mshikamano wa kijiografia na Yerusalemu Mashariki kama mji mkuu wake kwa kuzingatia mipaka ya mwaka 1967. Erdogan amesema kuwepo kwa taifa huru la Palestina kuna hujumiwa na Israel na kwamba jumuiya ya kimataifa haiwezi kupuuza au kubaki kutojali hali hiyo. Rais wa Uturuki alishutumu serikali ya Israel chini ya Benjamin Netanyahu kwa kutaka kuiondoa Palestina katika ajenda za dunia. Serikali ya Netanyahu inalenga kuiondoa Palestina kutoka kwa ajenda ya pamoja ya ubinadamu kwa kufaidika na machafuko na migogoro mipya katika eneo, Erdogan amesema na kuongeza hawatafanikiwa. Erdogan amesema kwamba namna anavyoitazama Palestina anaitazama kwa jicho pana zaidi na kwamba mikakati ya Uturuki chini yake kama rais wa Uturuki ni kuhakikisha Israel inaondoka haraka katika maeneo ya Palestina, hasa yale ambayo walowezi wameachukua, lakini pia yale ambayo serikali ya Israel inataka kuanzisha ujenzi. Serikali ya Netanyahu inalenga kuiondoa Palestina kutoka katika ajenda ya ubinadamu kwa kufaidika na machafuko. Uturuki haitakubali hilo. Erdogan ameonya juu ya maeneo matakatifu ya Yerusalemu Mashariki akisema haya ni maeneo ya Palestina na katika ramani hayawezi kuondolewa tena. Erdogan amesema Uturuki inapinga vikali kile ilichokitaja kuwa chokochoko zinazolenga kubadilisha hali iliyopo hasa katika msikiti wa Al-Aqsa na maeneo mengine matakatifu ya Kiislamu na Kikristo huko Yerusalemu Mashariki na ukaliwa kwa mabavu. Pia amelaani Israel kwa kupendekeza vitendo visivyokuwa halali katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu na Yerusalemu Mashariki. Erdogan pia amesisitiza haja ya kuweka mazingira muhimu kwa ajili ya ujenzi upya katika ukanda wa Gaza na kuhakikisha usalama katika eneo hilo. Amesema Uturuki itaendeleza juhudi zake za kuunga mkono watu wa Palestina na kutetea haki zao, akisisitiza kuwa suluhu la kudumu lazima lihifadhi matarajio ya taifa la Palestina. Hata hivyo, Mahmoud Abbas, rais wa Palestina, alikuwa mjini Ankara kwa ziara rasmi huku Uturuki ikiendelea na mazungumzo yake ya kidiplomasia kuhusu suala la Palestina na mustakabali wa ukanda wa Gaza. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas alielezea mkataba wa ulinzi wa pamoja wa Maka kama muhimu sana, akisema anatumai ungetumika kama kianzio cha kuhakikisha utulivu na usalama katika eneo hilo. Aidha, alimshukuru rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na ndugu wa Uturuki kwa msaada wake wa haki za Wapalestina na kadhia ya Palestina ambayo dunia ni kama vile imekalia kimya na kutotambua taifa hilo la Wapalestina. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akisema ataipigania Palestina hadi hakikishe linakuwa taifa huru. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.